Bwana asifiwe. Tunashukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo tumepata ya kuwa katika kipindi cha kusoma neno la Bwana. The Bible says that where 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, God is also with us. And today we are coming live from the Church of God, and we declare that you have a chance to hear a word from God. And as you saw from yesterday, we are talking about the doctrines of the Church of God. Mafundisho ya kanisa la Bwana. Na mafundisho haya ambao tunataka kuzungumza habari yake siku ya leo ni yale ambao Biblia inasema yalikuweko katika kanisa la Bwana. So from the book of Acts chapter 2 verse number 42, which I shared yesterday, I want us to read the verse briefly as we get into the word of the Lord. And they continued steadfastly. You remember verse 41, which we read a bit of it. The Bible says, then they that gladly received his word were baptized in the same day. There were added unto them about 3,000 souls. Waliongezeka watu elfu ngapi? 3,000. Bwana asifiwe sana. Walipoongezeka wakaingia katika kanisa la Bwana. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and the fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Praise the name of the Lord. Kuna kitu sitaweza kuelezea sana katika kipindi hiki, lakini neno linasema ya kwamba waliendelea, watu wale ambao walijoin kanisa, waliingia into the church, they continued steadfastly, they gave themselves, they stood upon the doctrine of the apostles. Praise the name of the Lord. Mafundisho ya mitume. Nilisema jana ya kwamba mafundisho ni jambo kubwa katika kanisa. Kwa sababu gani? Mitazamo yako na misimamo yako hujengwa na maandiko na mafundisho uliopewa. So whatever people will teach you will build the foundation upon which you do what? You stand. Praise the name of the Lord. So kama utafundishwa mafundisho ambao yamepotoka, utaingia katika upotevu. Na kama wewe mtumishi wa Bwana utafundisha kitu ambacho kiko na kasoro, utaingiza wengi katika kuzimu. Praise the name of the Lord. And I want you to hear this because it is written in the word. And I said yesterday, there are 3 doctrines that you must be careful about. Number 1, I said, they are the doctrines of devils. You remember? 1 Timothy chapter 4, verse number 1. Doctrines of devils. Mafundisho ya shetani. Kwa hivyo, watu wasije wakanyamaza. Na ndio ningetaka ujue vizuri. Shetani anajua kufundisha. Si ati kwamba ni kuanza ataanza. He is a great teacher. And I want to say this, before man was created, the devil was. Hallelujah. Before the world was, the world that we know, the devil was. Na kwa hivyo unaweza jikuta katika habari ambazo mafundisho ya kishetani yakikuja, yeye ni mjanja, anajua kutwist mambo. And I want you to know this, when the devil brings his doctrines, he will found them in the word. Hallelujah. Unajua wakati shetani aliona Yesu anamwambia kila kitu imeandikwa, akimwambia kula tengeneza mawe ya kuwe mikate, anasema imeandikwa. Akimwambia niinamie uniabudu, anamwambia imeandikwa. Mara ya mwisho hata yeye alimwambia imeandikwa, ukijiangusha atatuma malaika watakushikilia. Praise the name of the Lord. Was it true? No. Because after that Jesus replied and said, it is written, you shall not tempt the Lord your God. Hallelujah. So the doctrines of devils usually also come through the word. Atakuja na neno. Mtu ambaye anafundisha mafundisho ya shetani hakuangi hapa amejiandika devil worshipper. Hakuangi ameandikwa I serve the devil. He will actually be called the man of God. Hallelujah. Man of the greatest God. Chief whatever. Oh, he will have a title. But it is good for us to know those who serve the devil have no mark of the devil physically. And they can only be defined or understood when you learn to check and to consider doctrines. Bwana asifiwe sana. Mafundisho ndilo eneo la kwanza ambalo nilisema lina umuhimu katika maisha ya mtu. Acha nikwambie, unaweza kuwa mtu ambaye ni duni, mtu useless, lakini ukikutana na mtu aliye na mafundisho yaliyo sawa, maisha yatabadilika.
Lakini you can also be a very good person, but you find a person who has a wrong doctrine, and your life will turn around. Hallelujah. Amen. I want to say this. Right now, if you go to China, it is ruled by the Communist Party. If you go to places like Russia, it is ruled by a Communist Party. I want to say this. Russia and China have refused religion to be open to people. Watu wasifundishwe, because they know mtu huyu tukimpatia nafasi afundishwe, kile atafundishwa kitabadilisha mawazo yake, kitabadilisha vile anakaa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo ni kusema they know the power of doctrine. They know the power of teaching. Hallelujah. In fact, ukitaka kubadilisha mtu, badilisha yeye kwa maneno. Hakuna mtu huwezi badilisha hii dunia kwa kumunenea. Amen. Amen. Watu waingiao kwa ulevi huanzia kwa maneno. Kuna mtu anamuitia, kuja, wewe pombe si baya. Wewe ndiye. Kwani wewe unakaa namna gani? Na maneno yatamgeuza mtu ambaye hajawahi kunywa, atakunywa. Amen. Mzee ambaye ako na nyumba kwake apatane tu na mtu ambaye anamuonyesha unaweza wacha mke, atamuacha visual of that. Mwanamke ambaye hajawahi toka kwake, hajawahi fikiria habari ya mume mwingine, anaweza toka na aolewe nyumba hiyo next kwa maneno ya kinywa. Words are powerful. They can change somebody. Praise the name of the Lord. Kuna mtu ambaye alikuwa mzuri mpaka wakati alinenewa neno moja tu. Mtu akaambiwa, wewe jeuri, mjinga ya mtu, wewe mkora, hata sikutaki kukuona. Na hiyo peke yake statement ikamgeuza, akasema kwa hivyo mtaki kuniona. Akaenda akachukua kamba akajinyonga. Maisha ikakatikia pale. Changed by what? Words. Praise the name of the Lord. In fact, I want you to understand this. Look at the Bible in the book of Mark chapter 3. Mark chapter 3, verse 13 to 15. The Bible says, and he called unto himself those he would, those he wanted, so that he may stay with them and do what? And after staying with them, he would send them out to preach the gospel and to give them power over devils. Hallelujah. Kwa nini Yesu alikuwa anataka kukaa na wale wanafunzi wake? Miaka 3.5 walikaa na wao, ni kuwafundisha. Hakuna kitu kubwa Yesu alikuwa anafanya na wao, ni mafundisho alikuwa anaweka kwao. Akageuza muoga aitwaye Petero, akamfanya chief apostle. Akageuza the doubter we call Thomas, akabadilika akawa international preacher. Hallelujah. Akageuza watu ambao walikuwa fishermen and he made them fishers of men. Hallelujah. Through teaching. Hakuna kitu kubwa Yesu alifanya. Hakuna shule Yesu alikuwa anapeleka watu atiendeni mpitie pale halafu ufike pale. Aliwafundisha. Na katika mafundisho he changed the world. Hallelujah. Paul himself changed the world, and he was called the man who turned the world upside down. How did he turn the world upside down? Through teachings. Glory be to God. Hakuna mahali Paulo walifanya mgomo ati tumegoma haki yetu, lakini Mungu aliwashughulikia. Haki zao zilipatikana wakati walikuwa wananena neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So be careful. Kuna mafundisho tuliita mafundisho ya nani? Ya shetani. Nimekutajia 1 Timothy chapter 4 verse number 1. Then I will say this. Number 2, we say there is the doctrine of men. Mafundisho ya wanadamu. If you look at your Bible in the book of Matthew chapter 15 verse number 9. Praise the name of the Lord. Akasema ya kwamba mumeacha injili ile mlipaswa kufundisha. Mumeacha mambo yale mnapaswa kufuata. Sheria ya Mungu mumeidharau. Mkayafuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Glory be to God. Ya kwamba Yesu asije akaponya mtu siku ya hekalu, lakini unaweza toa punda kwa shimo. Nikuulize mpendo, wewe unayenisikiza, which is more important? Taking a donkey from a pit or healing somebody? Which one is more important? But when the teachings of men are given and the people have pursued the teachings of men, the teachings of God, love, kindness, faithfulness is of no value. Hallelujah. Wapendwa, muogope. Na Mungu atanisaidia nitaeleza mambo haya kwa kirefu. Ujifundishe na uchunge jambo hili. Mafundisho ya watu yamepeleka wengi kuzimu.
Na kuna watu wengi watakuwa kuzimu kwa sababu ya kitu ambacho kimefundishwa na mtu, jambo ambalo limenenwa na mtu mahali, jambo ambalo mtu ameambiwa na mwingine, na hakujali, hakuangalia jambo lile Mungu alikuwa anataka ni lipi. Praise the name of the Lord. I may not have a lot of time to discuss these things, but I want to pray that Mungu atakupea understanding. Matthew chapter 16 verse number 12. The Bible talks about, he warned his disciples about the doctrine of the Pharisees. Mafundisho ya Wafarisayo. Na hayo maneno pia unaweza yapata katika Mark chapter 12 verse number 38. Hallelujah. The doctrines of the Pharisees. Pharisees was a group of people ambao walikuwa wamejipanda, na hii ndio Mungu atusaidie. Tunaweza sema Pharisees ni kama nini? Ni mafundisho ya kidini ambayo yamejengwa juu ya watu fulani, organization fulani. Amen. Kama wengine walikuwa wanaambia watu usiende ukikunywa maji kwa barabara. So mtu hawezi sikiza mtu mwingine, hawezi, na mtu yule anakuzuia usonge, anakuzuia upatane na ukweli, anakuzuia upatane na mtu ambaye atakufundisha kile unastahili kusikia. Praise the name of the Lord. Wengine watakufundisha mafundisho yao. Unakuta hii dini yetu, tunaamini hiki, tunashikilia hiki, na tunaenda hivyo. Hatuwezi changamana na huyu. Jameni, itakuwa ajabu. Na nilisema jana, may God help the church. Because you can imagine ati tutakosana kwa sababu mimi ninaamini kurefusha nguo. Wewe nawe utamdharau yule wa kurefusha nguo kwa sababu wewe unaamini unaweza fupisha nini? Nguo. Mwingine mtaachana kwa sababu haujafunga kitambaa. Wewe ni dada na hujafunga kitambaa. Praise the name of the Lord. Hata si kuna watu ambao utakuta kanisa ambao haiamini katika tuwe na instrument, haiamini. Hata kuna watu wamehubiri, Facebook ni ya shetani, but it is the same I am using the same platform I'm using to preach to you the gospel. Hallelujah. Lakini utakuta mtu anakuambia watu wale wanafuata Facebook ni wa kishetani, hata yani utakuta mtu mmekosania Facebook. Teachings, doctrines of men. Hallelujah. Misimamo, mikakati. Rastre nilisema kwamba kuna divine or godly doctrines, mafundisho ya kiungu, na ndio nataka tuangalie sana. Amen. Lakini hatuwezi angalia mafundisho ya kiungu kwanza mpaka tuangalie mafundisho haya mengine ambao tunahitaji katika kuyaelewa. Praise the name of the Lord. So sijui kama nitaweza kuwafundisha mambo haya yote, lakini tuende katika Matthew chapter 7 verse 28. Matthew chapter 7:28. Tusikie vile Yesu aliongea, maana alifundisha. And it came to pass when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine. Praise the name of the Lord. Na hiyo bado unaweza pata katika Mark chapter 1 verse 22 and also chapter verse 27. Praise the name of the Lord. Mark 1:22 and also verse 27. People were astonished when Jesus taught. And what were they astonished at? His doctrine. Mafundisho yake. Maana alifundisha mtu mwenye mamlaka. Verse 29. For he taught them as one having authority and not as the scribes. Praise the name of the Lord. And I want to say this. It is good for you to note, the right doctrine carries power with it. But I want also to say this. Wrong doctrines carry power too. Hallelujah. Mafundisho yana nguvu fulani nyuma yake. Nimekuambia, wacha bali sana. Hapa tu Uganda kuna mtu alikuwa na dini moja ambaye watu walijifungia kwa nyumba na wakajichomea kwa nyumba. Hapa si mbali sana na hapa, ukienda hivi utafika. Glory be to God. What was the problem? Teachings. Amen. People are indoctrinated. Doctrine has power. Mafundisho yana nguvu. Na wapendwa, kama kanisa la Bwana litarejelea nguvu ya miujiza na ishara, we must go back to the tenets of the doctrines of Christ. Yesu alifundisha nini? Yesu hakufundisha watu habari ya kuprosper. Yesu na sisemi kwamba watu wawe masikini. Mimi sipendi umasikini, hata mimi si masikini. Masikini wakiitwa sitaitika. In fact, if it was not for resources, I would never be able to do the work that God has enabled me to do here. I would not come live to you if I had no resources. Are we together?
It is good for you to know I hate poverty. I grew poor and I know the power of poverty. And I don't want to be poor. But Jesus never taught people to be rich. He taught people about spiritual wealth. Tomorrow, be here. From this altar, I will be ministering. I will be sharing the word of God. Maana kuna mambo itabidi watu waelewe. Mungu anataka watu watajirike. Lakini utajiri mkubwa utatoka wakati watu wana mafundisho yaliyo sawa. Glory be to God. I hate what I am finding in the church. People who do not care the way they become rich. Kama nitakuwa kahaba nitajirike, nitakuwa. Na mchungaji, mtu wa Mungu usiniulize swali. Kama nitakuwa mwizi, nitaiba mali ya umma, nitakruku the figures, nimeajiriwa mahali na nitakuwa mwizi wa karamu. Pale pameandikwa 100,000, ninaongeza 0 mwisho. Na ninakuku figures mpaka inaingia 1,000,000. Na kumbe nimetumia 100,000, 900 ninaweka kwa mfuko. I don't care, I don't reason. And this person is still in the church. Mwingine utamkuta akihubiri. Ni wahubiri wangapi wana magari ya wizi? Magari ya wizi namna gani? Magari ambao ameiba watu, amekono watu mpaka akanunua gari. But the person does not care. Problem yetu iko wapi? The doctrine. And this is why you find in the church, the power of God is so limited in the church of God. Hallelujah. Nguvu za Mungu hazipatikani katika kanisa. Uweza wa Mungu haupatikani katika ibada. Kwa sababu Mungu anatuangalia, anashindwa hawa wanakuja kwangu kufanya nini? Kuna wakati mmoja Biblia inasema kwamba watu fulani walikuja kwa Ezekieli, maana walitaka kusikia sauti ya Bwana. Mungu akauliza Ezekieli, hawa watu wanastahili niwasikize niwanene? Kwa sababu hawafuati kile Mungu anataka, ni mambo yao yamewaleta. Doctrines are powerful. Doctrines carry power. Whether it is the true doctrine or the right doctrine, if it is the wrong doctrine, it carries power. Bwana Yesu asifiwe. Na nitasema hivi kwa sababu kuna mambo nilisema jana, lakini niongeze hili jambo la muhimu sana. Doctrine is powerful. Doctrine is powerful. It will change somebody's life. Make a wise decision concerning the person who teaches you. Particularly kama wewe ni mshirika mahali. Chagua mtu akufundishaye. Uangalie ni mtu mgani utaweka maisha yako kwake. Maana mtu yule utajisalimisha kwake katika mafundisho. Huyo mtu atakudrive, atakugovern maisha. Atakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiingia katika mafundisho ya mtu ambaye yeye hajali biguni vile tunaenda, yeye anajali tu ukae kwa kanisa, uwe mshirika tu hapo, awe anakuona, he doesn't care, she doesn't care, unaenda pande gani, unarudi pande gani, ni nini unafanya, ni nini haufanyi. The person does not care. I want to tell you the truth. Hili jambo likifanyika katika maisha yako, yule mtu umejisalimisha kwake, atagovern maisha yako kwa mafundisho. Be careful. Praise the name of the Lord. I know some preachers might hate me for this, but I'm ready for the hatred. And I'm sorry, I don't want to be liked. But I would love you to know the truth. And I would like your member to know the truth. The believers to know what is true in accordance to the word of God. Kwa sababu yule mtu mafundisho atakayofuata ndio yataamua miguu yake itapitia wapi. Kwa hivyo kuna mtu hata tukimwambia ndugu, wacha hii uzinzi uko naye, hawezi uacha kwa sababu barabara yake na mafundisho aliyofundishwa haina mipaka iliyoweka kuhusu njia apasao kuifuata. Kwa hivyo ndugu ataoa mke wa kwanza, ataoa wa pili na watatu. Na atakuwa hapa na ataketi kwa kanisa. Hana shida. Ataficha mke mmoja na huku, afiche yule mwingine kule, hata jali. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna yule mke atawaonyesha na ndiye atakuwa kwa kanisa, lakini tabia yake ni mbovu kwa sababu ya mafundisho aliyofanya nini? Aliyofundishwa. Leo sitaki kwenda hiyo njia sana. So I wanted to say this in accordance to the word of God. Matthew 22 verse 33. Can I read that one also? Matthew 22:33. Yesu akasema namna gani? And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Bwana asifiwe sana. Kumbuka katika hili neno pamefichwa mambo kadhaa.
Jambo la kwanza ni lile ambalo tumesoma mahali pengine, watu walikuwa wanashangazwa na nini? Na mafundisho. Bwana asifiwe sana. Angalia verse 34 itakupea a revelation. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Mafundisho hunyamazishwa na mafundisho. Mafundisho hubadilishwa na nini? Na mafundisho. Kwa hivyo kama uliketi ukafundishwa what is wrong, unless you sit under somebody who teaches you what is true, you will never change. You will never move. You will never get to change from what you are to what you are supposed to become. Praise the name of the Lord. Nimeketi na watu, nimeongea na mtu ambao unajaribu kurekebisha njia, lakini kuna fundisho aliketi akasikiza. And I'm talking this even from the altar. Mhubiri unamkuta kile anafundisha ni confused. Ni kitu ambacho kiko na kasoro, lakini juu aliketi akasikiza, hawezi kukusikiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Mafundisho hubadilishwa na nini? Na mafundisho. Sitaki kwenda hiyo njia sana, lakini nataka usikize maneno haya. Jana nilisema katika Hebrews 13 verse number 9 inasema ya kwamba do not be carried away, number 1 by diverse, number 2 strange doctrines. Usifuate, usije ukasukumwa ukapelekwa huku na huku na mafundisho. Maisha ya mtu, stability yako inategemea mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. And I'm not trying to judge anybody, and I'm not trying to correct anybody here, and I'm not trying to change the way you operate. But we, particularly the ministers of the word, must go back to teach the word. Teachings. Si kuhubiri laini moja umeenda, umeruka, teachings. Where some things must be laid down in the right structure. Hallelujah. Vijana ambao tuko nao tunakaa tukicomplain kila siku, vijana wa siku hizi. By the way, ninaulizanga watu hivi, siku hizi ni nani? Ni baba yao ama ni mama yao? Siku hizi ni pastor ama ni nani? Siku hizi ni wazee ama ni nani? Nataka kusema hakuna watoto wa siku hizi. The way we were, I think another day I was telling my wife, I don't understand why sometimes we keep quarreling with the children, because there are things they do. I think we were driving somewhere, alafu kijana anaingia kwa caravat, anatokea pande ile nyingine. Nikamwambia, na tulikuwa tunafanya hivi, lakini mimi wangu akifanya hivyo nitampigia kelele. You know, we are parents. We don't want mtoto afanye hivyo, lakini kuna stage ya maisha ni lazima mtu atafanya jambo fulani. Kuna stage ya maisha tamaa za kimapenzi zitakuwa kwa watoto. Nani atawafundisha kitu ambao ni management of emotions? Because the emotional issue will always be with us. Even after we marry, the emotional issue, sexual emotions are there. Anger is an emotion we possess until we die. Praise the name of the Lord. Hizi feelings tuko nazo kuhusu watu, kuhusu mambo, hatred, kusikia unapenda mtu mwingine humtaki, mwingine, hii ni normal, ziko ndani yetu. Nani atakayefundisha ili mwenye hasira ajue vile atanyamazisha nini? Hasira. Lakini sio kuja kanisani kusema hasira inahitaji deliverance. Haleluya. Mtu yote ambaye huwa anakasirika tokea hapa, utapaka watu mafuta, wataanguka, watagaragara. Utaziambia toka, lakini baada ya kutoka pale, wengine hata watagongania tu hapa nje ya gate ya kanisa. Kwa sababu gani? Okay, nina point hivi kwa sababu gate yetu iko pande hii, sijui ya kwenu iko pande gani. But I want to say this. Mtu ataenda atoke na ile spirit tu iko ndani yake. Kwa sababu gani? You never taught him how to manage emotion. What you did is to pray for somebody. I want you to understand, there are things you cannot set right in the church until we learn how to teach. Bwana asifiwe sana. Na nitasema hivi, samahani kwa kuongea hivi. Kama mahali unashiriki kanisa hakuna mafundisho, ni kuhubiriwa tu, mnahubiriwa, mnawaka moto mpaka mnainua viti juu. Baada ya kuinua viti juu na kusema haleluya, wewe ni mtu nomo, unaweza kasirika. What do you do with your anger? Baada ya kuinua viti juu na kusema vile tutabarikiwa, nimeshika hiyo baraka, nimeweka kwa mfuko. After that, you are still human. Brother, you may feel attracted to somebody sexually. What do you do with that emotion? Kama mahali unashiriki hakuna mafundisho, nitakwambia hivi, kama unataka kukaa ukae, lakini utafute mafundisho. Utafute mahali utaenda uwe unasikiza mafundisho yatakao kusaidia.
Amen. We have seminars of every kind. I am wondering why people are bringing some people into the church. The church has become like a theater. You bring somebody who can make people laugh. So, unajua fulani anakujanga anachekesha watu. At least watu wanamaliza stress. Okay, fine. Hiyo hata akina wale wanafanyanga drama wanaweza chekesha watu. Unaweza enda uweke ka video ya Mr. Bean ucheke. Haihitajiki kanisani. Glory be to God. I don't mean we only need serious people in the church, people who preach very serious, no. But I mean we need the people who will teach the church. People who can lay foundations. Hallelujah. How can our marriages survive if nobody teaches us about how to build marriages? Ndoa yako itasimamishwa na nini? Ni nini umesikia kuhusu ndoa? Vijana wanaooana, watumishi wahubiri wacheni kujipatia shughuli. Na wengine wahubiri tumeacha watu ambao angasijui mtu fulani ndia enda uongee na mama fulani anajua hii mambo atakusaidia. Mama yule anaenda kuongeleshwa hajui, hajawahi ongeleshwa chochote. Hajui atasema nini. Mtu anaingia katika ndoa mjinga ya mwisho kuhusu ndoa. Ndoa yake ikianguka ndio tunasema ni nani amevunja ndoa? Ni shetani. Lakini the truth be told, somebody lacked knowledge concerning marriage. Praise the name of the Lord. Amen. Somebody lacked knowledge concerning marriage. Somebody lacked knowledge concerning business, doing business God's way. Kuna biashara inafanywa na njia ya Mungu. Somebody lacked ideas concerning connections. Mimi nimeona watu mpaka unakuta mtu ana chuki ya kutosha katika familia. Ukimwambia Mungu ataleta pesa, mwingine atakuja akwambia pastor, uniombee sana. Uniombee sana. Unajua my brother. Ni devil worshiper. We. Sitaki kutolewa sacrifice. Unakuta mtu atahangaika. Ataenda kibarua, mikono inakaa kama ngozi ya mamba, crocodile. Juu ya ile kazi anafanya kazi ngumu. Lakini kwao kuna watu wanaweza msaidia. Lakini mtu alifundishwa kitu ambao kiko na kasoro. Hajui relationships. Hajui kukaa na ndugu zake. Hajui kukaa na dada zake. Ni didi na mera mudo. Siwezi inamia mtu. Niabudu Mungu na niabudu mtu. Wacha nikwambie, hii dunia hatujapewa the same level. Praise the name of the Lord. Kuna watu tuko chini tunahitaji kusaidiwa ili tuinuke. Hallelujah. Napenda imani ya mama mmoja ambaye alikuwa anaomba akasema, God give me food, I don't have anything in the house. And a passerby heard her pray because her house was next to the road. And he said, this woman is very foolish. I will give her food, though I am a devil worshiper. And I'll give her food to prove that it is not God who answers prayer. So he sent a messenger and said, take this to so and so's house. House number so and so. Pereka huko. Akikuuliza ni nani amekupatia, mwambie ni shetani. Bwana asifiwe sana. Yule aliyetumwa akapeleka chakula, kabisha mlango. Alipopeana chakula, mama alimwambia thank you very much na akaanza kufunga mlango. Hakumuuliza zimetoka wapi. Yule mtu akamuuliza, excuse me madam, you don't even want to know where it came from. Akamwambia, I don't care, because when God commands, even the devil can obey. Hallelujah. Mungu akiamuru hata shetani anafanya nini? Anatii. Kuna vitu hata kujisumbua katika hii dunia. Magari zingine tutaenda nazo kwa barabara ni za watu waliozipeleka uganga. Lakini juu sina njia ya kubaini ni gani ya mganga na ni gani ya mtu wa ukweli. Kitu ile napaswa kuamini ni my own safety in the presence of God. God is able to keep me secure. Hallelujah. So mimi vituko zingine watu hufanya, uingie kwa gari, you start, the blood of Jesus, I plead the blood. Ninaipaka hii gari yote damu. Sitapaka magari ya mashetani damu. Mimi ndio nimepakwa damu wakati dhambi zangu ziliondolewa. Hallelujah. Ili Waisraeli wapone hawakupaka damu Misri yote. Tumemwaga damu Misri yote everywhere. In the name of the blood was just necessary in their doorsteps. Praise the name of the Lord. So my brother, hata kama ndugu yako ni devil worshiper, nilisikiza mtu mmoja alikuwa ametoka huko akasema ya kwamba kila mtu husacrifice kondoo wake mwenyewe. Kila mtu husacrifice kondoo wake, na principle hiyo siko katika Biblia. David said, I will not offer to God that which cost me nothing. Praise the name of the Lord. Akitaka kusacrifice atasacrifice watoto wake.
Atasacrifice bibi yake, lakini wewe si wake. Amen. Wacha mawoga. Ati anga sijui unajua iko my brother, mimi hata sitakangi tukutane, hata nyumbani niliacha kwenda. Enda huko. Kwani nguvu za Mungu zitajulikana namna gani? Enda nyumbani mkae kikao kimoja. Mule chakula mahali pamoja na usurvive miaka 5 mpaka anakuja kukuambia Mungu wako ni Mungu. Hallelujah. But when the doctrines are wrong, that is when you find somebody haezi kaa na mama yake, hawezi kaa na baba yake. Ate mama yangu naonanga aliniuza, alinipeana, sijui nini, ndio hata namuonanga usiku akinikimbiza na panga, anataka kuniua. There are genuine stories which take the same type of narrative. But I want to say that there are also false stories. When the devil wants to separate with your family, atakuonyesha wakikukimbiza na panga. I talked about dreams and I'm feeling like I will repeat on the same. Dreams. Kwa sababu watu wengi kuna ndoto tunapata and we only believe that ndoto hiyo imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kuna ndoto za shetani. Shetani anakufanya uote umeoa mke wa pili. Na si Mungu amekuonyesha ukaoe, ni shetani. Shetani anakufanya uote ndoto ya kwamba fulani ndiye anakuua, na kitu umeona ni shetani ameleta ili mtengane. Praise the name of the Lord. Mafundisho. Mungu akubariki kwa sababu naona muda wangu ni kama unanipa kisogo. Lakini nataka kusema hivi nikimalizia. The power of doctrine will never and should never be underestimated. And it can never be overstated. Praise the name of the Lord. Nguvu ya mafundisho. Kama kuna mtu utageuza, utamgeuza katika mafundisho. Do not be carried away by doctrines. And if you will not be carried away by doctrines, you must know the right doctrine. Praise the name of the Lord. So God willing, because from tomorrow we have our conference that is beginning at 3 p.m. I may not be able to continue teaching on the same. But next week, God willing, even probably from Monday, I will teach you these things. Nitakufundisha difference between the right doctrine and the wrong doctrine. Mafundisho ya watu unaijua namna gani? Mafundisho ya mashetani unayajua namna gani? Na mafundisho ya Mungu unayajua namna gani? Amen. Ili ukiingia hata wewe ambaye unafundishwa, unaweza angalia mtu na ukasema hii si ya Mungu, hii ni ya shetani. Hii si ya Mungu, ni ya wanadamu. Praise the name of the Lord. Because pia kuna watu ambao tunafikiria wanafundisha ya shetani, lakini kile wanafundisha ni ile ya wanadamu. Ni mambo yao. Haleluya. Kwa mfano nikuulize, kusema ya kwamba nguo zirefushwe na watu wafunge kitambaa na wafunge mpaka masikio, hapo kuna kitu ya shetani kweli? Hiyo ni mambo ya watu, hiyo ni maoni ya watu. Mtu aliyesoma sijui Biblia akasema Biblia inasema mwanamke afunike nini? Kichwa. Bwana asifiwe sana. Alisoma hivyo akaelewa hivyo. Hiyo inaitwa sasa kuchukua mafundisho ya wanadamu na kuyafundisha. Paulo alisema hiyo ni mambo ya Korintho. Ndio wako na hiyo tabia. Kwao ni kama vile ukienda Northeastern ama sehemu za juu za Eastern Marsabit County, utakuta wamama wanajifunga nini? Wanafunika kichwa. Hiyo si kusema ya kwamba wote sio Waislamu, hata Wakristo wa huko wanafunika nini? Kichwa. Kwa sababu ni tradition ya kwao. Nao watu wale wa Korintho walikuwa na tabia hiyo. Mama akiolewa anafunika nini? Kichwa. Hauwezi leta hiyo hapa. Utuambie kutoka leo, sema Bwana, funikeni kichwa. Hiyo haiwezekani. Paulo alisema na kama mtu atadispute na mambo hayo, hayako kwa kanisa la Bwana. Praise the name of the Lord. What am I talking about? Unaweza kutana na mtu afundishaye mafundisho ya wanadamu na asiwekelewe anafundisha mafundisho ya nini? Ya kishetani. Because kuna watu ambao tumechukulia watu vibaya. Just because fulani anafundisha hiki, unamkemea, unamuanika. Praise the name of the Lord. Mafundisho ya kishetani pia yako na ishara. Tutasoma mambo hayo kuanzia siku ya Jumatatu Mungu akinipea nafasi. Lakini si Mungu akusaidie, akulinde, akuhifadhi. Endelea kusikiza neno hili, tutaendelea zaidi. Kesho na waalika, tuna ibada hapa kanisani. Tutakuwa na Divine Wealth Conference. This is the second one, and we shall be praying for the restoration of our wealth in God. And I'll be talking much about the spiritual wealth. Kanisa ni masikini, linapaswa utajiri. Haleluya. Na si utajiri wa pesa peke yake. Kanisa kama hili hata tukajenga manyumba makubwa yenye sifa, lakini Mungu hayuko ndani ya ile kanisa, sisi ni masikini kupita wengine.
Na kuna hao watu wengine nao ni matajiri sana in the spiritual, lakini ni masikini physical. Praise the name of the Lord. We must know how to balance the two. Ili watu wawe matajiri physically na wawe matajiri spiritually. Ibalance. Kanisa la Mungu lipate kupona. Kwa hivyo hiyo ndio sababu sitaweza kuendelea na hili fundisho mpaka siku ya Jumatatu. Lakini Mungu awabariki. Let us pray, and I pray that God will open your eyes so that you learn the doctrines in the name of Jesus Christ. Father, we thank you. Thy word says that you are a gracious God. We pray, show us mercy and your grace in the name of the Lord. Forgive us our Father. Mambo yale ambao tunaweza kuwa tumefundisha kwa niaba ya watumishi wenzangu ambao tunasimama kwa madhabahu, mafundisho yoyote ambao yaliyo na kasoro, utusamehe siku ya leo. Na kule sisi kama washirika tulifundishwa mambo ambao sio kweli na tukayafuata, utusamehe, utufungue macho tuanze kuona mafundisho na kuyaelewa. And if in any way we have followed the teachings and the doctrines of devils, and we have ingested them in our lives, and it is controlling us in the wrong way, Father, I pray that you will deliver us. Heal us from these things in the name of the Lord. Father, I pray, bless your people as you continue to reveal yourself. Thy name be glorified and exalted. In Jesus' name, we pray and we give thanks. Amen. Si Mungu wa mbinguni awabariki. Tupatane hapo kesho saa 9, tutaendelea na neno la Bwana. Amen.